Sure. Anza ndogo ndogo, Mungu yuko. Sure. Mimi nasemaga ukitoka nje leo, hata ufungue pale kibanda, hautatoka bure. True. Kuna kitu utarudi nao home. Kweli. Inaweza kuwa journey tough, but with time utaenjoy hii kitu umeanza. Welcome back guys. Tuko na coaches hapa. So coach, tunataka to take through your coaching career. Nakumbuka ulikuwa one of the youngest coaches kwa hii industry. So hii inspiration ya wewe kwa coach ilitoka wapi na ilianzia lini? So coaching yangu, kwanza kitu ya kwanza sikuwaijua naweza kuwa sikuwahi fikiria siku moja nitawahi kuwa coach. Mimi yangu ilikuwa tucheze bola. Okay. But so kuna time tulikuwa tunacheza Div2 nikiwa mchezaji. So hapo niko Mitungu. So Mitungu Div2 ndio ukat cost juu football ni expensive. Okay. Tukaenda sides za coast. Tulikuwa na fixture 3. Saturday, Sunday na Monday. Ndio turudi wapi? Zetu Meru. Game ya kwanza tulikuwa tunapiga na Taita Saiso. Kama unaweza kumbuka ilikuwa huko town, Taveta town. Kuna timu inaitwa Taita Saiso. Taveta Saiso. Taveta Saiso. Hiyo time. So hiyo game tulipiga tukatoka 1-0. Hiyo time wako wanacheza Div1. Ilikuwa Div1 ama Div2. Umejua kitambo hiyo time Div1 ilikuwa ina run hadi Mombasa, kutoka Isiolo hadi Mombasa. So sijui ilikuwa Div1 ama ilikuwa Div2. Ilikuwa Div1. Div1. So tuko hapo Div1, ndio nimetoka tu Super League ya. Nimetoka Super League Yata combined. So nimekuja hapi Div1 hapo Mitungu. Sasa tukienda hiyo game, nikapiga tu hii game ya kwanza hapo. Tukamaliza hiyo game, tulikuwa tuna camp Mwatate. Kuna place nyingine hapo ukiwa saini nyuma ya governor's office. Kuna kanini iko hapo ukipita nje ya nini soko. Najua. So tulikuwa tuna camp hapo. Juu hapo ndio ilikuwa center. So tukatoka game Taveta. Tukakuja. Sunday tunafaa kucheza na Mwatate Undanyi. So tukaenda hiyo game ya Mwatate Undanyi. Tukapiga draw. Okay. Mkiwa Div1. Tuko Div1. Tumekuja kucheza na Mwatate na hii. So Monday tunafaa kumaliza na Tiki. Hapo Tumbila. Inaitwa Timbila. Hiyo Timbila secondary ama primary. So vile hiyo game first half tulikuwa tuna lead 2-0. Tukarudi second half. Second half sijui nilienda juu. Kuna ball tulienda juu na offensive wa nini? Wa Tiki. So kurudi hii mguu karibu nilisikia tu karibu iangalie huko. Nakwambia nilipiga nduru. Na hiyo mguu ndo ulipataga injury ya high school. Hiyo sasa ya high school ilikuwa ankle, sasa hii ni goti. Hii ya high school ilirudigi kapona hadi nikacheza hizo madigi. Kama NSL na nini. Sasa hapo nikakimbizwa OC pale Taveta. So niko hapa kwa hospitali lakini nauliza tu result. Akili kwa so after hiyo game wakakuja wakaniambia wamewin 2-0. Nilifurahi. So tukaanza safari ya kurudi mtaani. Ilibidi niekwe nikaembelea gari alafu niinue mguu pale juu ndio ireso. Na hiyo safari kutoka Taveta hadi Meru. So coach, before tuendelee, kuna place naona tumeikat. We after kuuza ice huko, ulipopona hiyo ankles. Hizo team zenye ulicheza ni team gani na gani? So team zenye nilicheza, kwanza nikimaliza kuuza ice cream, nikarudi home Chemo. Okay. So kurudi home Chemo, nikaanza kutrain. Juu brother alikuwaga ananiuliza, alikuwa anachukia hii mambo ya. Juu umejua sasa wakifunga watoto wote wako shule, sasa si wenye tumemaliza kwa chache sana tuwezi train kama Chemelil Youth. So wengine unapata wana join senior team, wana train. So kijana brother alikuwa ananiambia, Alvin, nyiwe mnaga akili. Mnadanganywa mnajua bola hapa Chemelil, mna train lakini kuna mchezaji ametoka Super League ama wapi na hezi kuambia muende. So mimi niliachaga hiyo mambo ya kutrain na Chemo. Okay. Sasa mimi ingekuwa nikuje ni watch ama tupige hiyo yetu ataka ni watu 7 singi. Nirudi
zangu. So kuna kitu idiai happen. Kuna huyu coach Manoa bado mwenye nilikwambia. So coach Manoa alienda ndiye alikuwa anaanza Viga United. Sasa alienda game nyingine Kisumu, akapatana kijana mwingine anaitwa Nyaru, alikuwa naye Chemelil Youth hapa. Akamuuliza, yule brother wa Tony alikuwa anacheza fullback, bado anacheza ball? Yule jamaa akamwambia na anaweza pata namba yake aje? Huyo kijana akapea nani? Akapeana namba ya coach Muale. Sasa akipeana coach Muale pia after zoezi akaniona akaniita juu nilikuwa naenda tu kuwatch game ya hiyo senior team. Hiyo time bado nimekwambia ni kit manager. Sasa akaniambia, Manoa amenipigia simu anataka uende huko Viga. Wako Div1. Nikamwambia sawa. Mimi niko ready. So kuna mavijana tulikuwa tuna train nao hapa na baba wa huyu baba wa huyu Joseph Okumu. Alikuwa amewaundia wanafaa kuenda trials wapi? West Kenya. Hiyo time ilikuwa NSL. So mimi kuna vile tulidifana na baba Joseph Okumu. Tukitoka ile story nilikupigia Chemelil 19 tukikuja Nairobi. So hatukuwa tunaelewana. So mimi umejua alikuwa ananiona hiyo. So vile walisikia hii story tena wakasema, yule Mwala akakuja akaniambia, so Manoa anakutaka ako pale Mbale Viga. Na unaona Mwala ni coach Wanjala. Coach Wanjala. Unamjua kama Wanjala. So Wanjala nikamwambia iko sawa, but nilikuwa naona uende na kina Eriko wenye walikuwa waende West Kenya, unaona? Wajaribu pia. Mimi nikamwambia sawa. So Chemelil walikuwa wanaenda kucheza na Gor Mumias. Okay. So na game ilikuwa Sato na walikuwa wanasafiri Friday ndio waende wa camp pale Western. Bro pia alikuwa kwa squad. So tukaona huyo Mwanjala akaniambia tutawapea lift hadi juu tunatumia hiyo njia ya Viga Majengo. So hiyo siku tukapanda hiyo gari yao tukaenda. Bro akaenda Kisumu hapo akakula lunch. Bro akanisimamia lunch. After lunch tukatoka tukafika Mbale. Kufika Mbale Mwala akanipea namba ya Manoa. Nikapigia Manoa, tumefika hapa, tukapo Mbale hapo Majengo. Akaniambia ni Viga hapo. So akaniambia ngoja kidogo nafika tu nakuja kuwachukua. Akaniambia sawa. Ituka dakika 20 hivi Manoa akakuja. Walikuja na sijui ni team doctor. Akaniambia sasa tuingie hapa mkunywe chai ndio niwaambie mahali mtalala juu tulifika jioni kitu 5. Tukakunywa chai. Manoa akatuambia sasa, akaniambia mimi juu mimi ndio sasa ananijua kwa watu watatu. Manoa akaniambia weenda nimesort dock, mtalala kwa dock, alafu asubuhi dock atawapeleka wapi? Atawaleta Grao. Si tukaenda hivyo tukalala kwa dock. Alikuwa na nyumba kubwa. Tukakula hapo. Hiyo ndio mara yangu ya kwanza kukunywa strong tea kwa ndimu. Dock asubuhi kafika, tulikuwa tuna train asubuhi hapo kitu 2:00. Tukaingia pale tukapiga. Hiyo time ilikuwa sasa sini Sato. Sunday wanafaa kusafiri kuenda side za Homa Bay huko kucheza na timu nyingine game ya league. Sasa tukapiga hiyo bidii. Assistant wake alikuwa anaitwa Tom Tera. Tukapiga. Tukamaliza zoezi. Wakataja squad yao ya watu 18. Juu sisi bado tuwezi cheza tuna hizo cards ya. Sasa Manoa akatuita akatuambia, sasa wewe na Eriko tumewachukua. Kutoka next week sasa tunataka muende Chemelil, mjipange, muambie wazazi mmepata timu ya county wapi? Huko Viga. Na inalipa. Bado pia wao walikuwa wametuambia tu 15. Ni kama hiyo time 15 ndio ilikuwa pesa. Constant price. Sasa akatuambia 15. Huko nela kuchukuliwa, huyu defender mwingine akuchukuliwa. So tulichukuliwa mimi na huyo na huyo Erika alikuwa midfield. Sasa tumejua tena nimerudi Chemo kuambia bro, mimi nimechukuliwa Viga, acha niende nijaribu. Hiyo ni 2014. Tumefika Chemo Saturday.
Sunday tuko chemo. Monday tunafaa kurudi. Zoezi ni Tuesday asubuhi. Tukarudi tu poa. Tukapiga zoezi. Hata siku hatukupiga zoezi kwanza. Mano akaniita. Akaniambia sasa ilikuwa nikuchukue, lakini kuna fullback mwingine nimepata mahali. Kaambia poa. Haina mambo. Unarudi mtaa tena. Sasa akanipea 3k. Nirudi mtaa. Na hapo ungekuwa mjasign contract. Baada tu ndio tulikuwa tunarudi kusign sasa. Alafu hiyo weekend tupige na Posta Rangers. Ilikuwa hii Sport Pesa Cup. Ilikuwa inapigwa hapo Nairobi. Hata nadhani ilikuwa live. Sasa Rico ndiye amebaki. Kumbe nasikiaga kulikuwa na kafununu wale watu wa Chemo management walikuwa wanapiga simu Alvin hivi. Hiyo ndio kitu ilitokea. Wako wanataka kusign. Hawako wanataka yani kusign huko. Sinakwambia kuna vile tulidifa na yule jamaa. So akaanza kusema huyu kijana nini. Kwa hivyo alitoa recommendation mbaya unaona? So wanasifu huyu juu huyu alikuwa rafiki wako wao wa karibu. Kwanza huyu hata huyo nani Rico alikuwa mtu wa huyo Wanjala sana. So hizo stories akaniambia enda kwa TM atakupea pesa ngapi? Atakupea 3k urudi nao Chemeli. Sasa vile nilipewa hii do nikasema nimetoka Chemo, watu wamejua nimeenda kusaini Vihiga. So itakuwaje? Nikasema sio mni hapa tu karibu Siaya. Mimi nikapanda gari. Nikafika Luanda. Kutoka Luanda hadi Siaya ilikuwa 270. Nikaenda Siaya. Nikakaa kidogo. Sasa umejua kuna kitu nafanya. Nasitaki kurudi Chemo huko na Siaya pia vile yule Jojo Walker alitoka, hakuna academy hapo. Yaani watu wako serious na ball pale, labda time ya tona. So mimi hata home watu hawanijuagi. So tulikaa tu sana Chemo, home tulikuwa tunaenda tu Christmas, tumerudi tena huko. So watu wanijuagi huko. Vile watanijua nafananaga na huyo brangu mwenye alicheza ball. So labda umegeuka huku mtu anakuita Tony. So kutani hivi ndio kumbe wewe si Tony na bana mnafanana. So hivyo ndio nikaenda nikakaa. Kuna brother yangu anakufanya hii kazi ya ufundi. Kuna siku akaniita, "Alvin unaweza enda kazi?" Jusa nimesota nikamwambia siwezi mind. Kama kazi iko mi twende. Tukaenda. Umejua nilidhani hii kazi yake ni yeye peke yake ndio fundi. Sasa kufika pale tumefika si county assembly na jengo inaekwa hiyo wall. So kufika pale foreman akasema watu wa mkono huku, mafundi huku. Sisi tukaenda watu wa ukaenda kwa mtu wa mkono wa mafundi. Sasa sijui mimi ni mtu wa mkono. Fundi sijasomea. Nikaenda huko kwa fundi. Nini kwa watu wa mkono? Atukaambiwa watu wa maji, watu wa kupakua, watu wa kupika, watu wa wheelbarrow huko. Sasa umejua nilifollow wapi? Kwa watu wa kupika. Sawa. Kwa watu wa kupika. Kupika. Sijai chukua hata spend nika. So tukaanza ni mingi. Karibu wheelbarrow sijui ngapi. Tukapiga. Sasa acha time ya kumwaga maji. So wale wa maji wanamwaga maji, sisi tunafaa kumbe mimi naangalia hivi maji inaendana. Hii maji inaendana hii simiti. Foreman akapiga kelele, "Nitakulipaje maji kienda na simiti?" Mshahara ndio. Akachukua hiyo nini akafunika hiyo maji. Nikamwambia mimi naye sijaifanya hii kazi. Na sasa utafanya gani? Nikamwambia nipeni hiyo wheelbarrow. Akanipea wheelbarrow. Nilifanya kazi hapo 2 weeks. Okay. Mimi kazi yangu ni kuenda tu unayowekewa, unaenda unamwaga kwa hizo pillars. Na bado hapa wewe ni player. Na bado mimi ni player lakini siendi zoezi. Nitatrain wapi? So mimi ni mtu wa mjengo sasa hivi. So kidogo kuna kocha akanipigia simu. Coach Kelly. Alikuwa hapo Dynamo. Akanipigia simu akiwa Yata. Yata sasa ilikuwa inacheza Div1. Akaniambia, "Alvin aje? Umepotea tangu toke Kadungi, sasa nataka kukujua wapi? Kuje Yata. Ucheze game." Nikamwambia, "Mimi niko sawa. Fare ndio sina." Akasema, "Acha jioni unatumiwa fare na nani?"
Meja, huyo sponsor wa hiyo team wa nini inaitwa Yata Combine. Kuna jamaa mwingine mfiti sana. So akatuma fare, nikatoka Siaya, nikakuja Yata, nikapiga hiyo 2014 tukapandishwa team nini sasa NSL. So tukiwa hapa NSL, life ilikuwa ngumu pale, tulikuwa tunalipwa 200 kwa siku. Okay. Na kwa 200 bado kuna sponsor wetu Post Bank, mnakatwa 30 bob. So umebaki na 170. Kuna chama tulikuwa tumeanza ya so umebaki na 70, unataka kusurvive now the whole day. Ai, nikasema hii haiwezi. Coach mwingine tulikuwa naye hapa anaitwa Bib. Sasa ni assistant coach police. Akanipigia simu. Niaje? Kuja niko huku Mitungu na inalipa poa. Wachezaji wanalipa 400 kwa siku. Hiyo time 400 ni domo. Unatoka kwa 170 kutoka 170 alafu kwa 400 wewe utaacha. Hauwezi acha. So nikatoka asubuhi, nilitumiwa fare. Hiyo time mimi ndio tena captain wa Yata. Nikatoka usiku. Nikaambia jamaa mwingine anaitwa Doc. Bernardo Chienka, ulimwona AFCON yenye ilipita, alikuwa anacheza fullback Harambee Stars. Sasa yako Ethiopia. Nikamwachia Doc, wewe chukua angalia hizi vitu. Mimi nimeenda kuona Sisi. Kumbe mimi naenda kusaini. Naenda kusaini kule Mitungu. Nilitoka Yata 5. Niko kwa gari haijai na sitaki mtu anione. Tulikuja kutoka pale stage saa 2 na niliingia 5. Nikaenda Meru. First time kwenda Meru ni mbali. So nikifika place inaitwa Ngubu, huyo kocha Biba akaniambiaje, Alvin, sasa umefika so enda hivyo, unaona vile umesimama hapo kwa hiyo supermarket inaitwa Budget, umeiona? Nikamwambia so panda hivyo juu uende uchukue nikachoka kusikia tena gari nyingine kidogo. Nikipanda kanipigia simu, atikaa hapo tunakuja na pikipiki, nakuja kukuchukua, kuna kaduka kingine iko hapo nichukue soda. Sasa Biba akakuja, wakanichukua, akanipeleka, tukajuana na management. Hiyo siku train, the following day ndio nika-train. Then hivyo ndio life yangu ilianza pale Mitungu, nikapiga. Hapo ndio sasa injury ikakupata. Ikanipata. So ukatransit sasa from hapo kwa ndio niliachana na ball. So twende kwa coaching sasa. So coaching nikaingia hii Mitungu. Habib tena ametoka. Mitungu naye kulikuwa na sponsor. Hiyo time ilikuwa inalipa poa. But sponsor alikuwa anataka nini? MP. Anaitwa Mwiti Kathara. So jamaa vile alianguka 2017 akaachana na hiyo mambo na ball. Sasa tukaanza kuteseka, life ni ngumu. Tumerudi ile life ya at least hata nini sasa tulikuwa tunapewa 200 at least. Sasa nikakasa hiyo pia niko na injury, but wale majamani watu wazuri sana. Hawakunifukuza. Umejua kuna clubs zingine wanafukuza mchezaji ukipata injury yenye huwezi wasaidia. Kweli. Sasa nakaga tu nje na kuja, wananipea hiyo kitu kidogo hata kama sija train. So hatuna coach hapa. Ligi inataka kuanza. Habiba ameenda Taveta Saiso. Nikasema acha nichukuage, kuna vitu nilikuwa naona makoches wakikuja pale Chemu anafanyaga. Uko na idea? Niko na idea lakini sijui ni kwa nini wagina. Umejua uko na idea lakini hujui kwa nini wanaifanya. Sasa pia mimi nilikuwa nafuata tu hiyo. Tuesday nilikuwa naona wakifanya hii Thursday hivyo. Sasa nikaanza kusukuma watu. So kuna jamaa anaitwa Bobo Nigeria. Akakuja akaambia management, umejua team lazima kukuwe na leader. Sure. Na naona Alvin anaweza fanya hii coaching, at least atusukume nyinyi mkitafuta huyo nini. Coach. Akaambia wachezaji, juu tumecheza naye, acha tumpe tu hiyo respect. Sure. Na si rahisi umetoka tu kucheza ball na ama jamaa. Na unataka wako na tena unataka wako na wakusikize. But haikuwa challenge. Walinipea hiyo nini? Inaitwaje? Environment, tukafanya job poa. Hiyo season nikasukuma, Mungu pia akatusaidia kukakuja na hii nini saa tukamaliza number 2. Number 1. Na hiyo time hiyo ligi ilikuwa ngumu. Sasa hiyo Nunguni ndio wameingia, wako na pesa, wamemwaga. Sasa Nunguni wamekuja, wamemwaga, wanataka pia mimi niende.
wamechukua wachezaji wangu wa 7 kina nania akina Bobo wameenda huko Kamua More. Sasa nimebaki tu na wale wenye wako wanacheza. Na ni second leg. Na tumewaacha na points sijui hata ilikuwa 6. Abiba ametoka saiso ameenda Nunguni. Sasa nachukua wale mavijana na nakumbuka tukiwa Mwatate atashoka kuja kucheza na wewe. Hiyo game hiyo Nunguni. Sasa hapo ndio nikaanza hiyo coaching, nikawasaidia tukapanda Div1. Tulimaliza number 1 huku. Nado walimaliza number 2. Timu nyingine inatoka hapa Kajiado wakamaliza number 2. Tukakuja mini league hapa Macha. Tulikuwa tunachezea hapo Macha Teachers quarters hiyo game ya kwanza, alafu finali ikapelekwa study. So si game ya kwanza tulicheza na Kilifi. Kilifi walimaliza number 1 kule. Number 2. Alafu nani ndio walimaliza number 2, number 1 Tiki. Ndio Tiki wapande unakumbuka. So tukapiga Kilifi. Tiki wakapiga nani? Wakapiga Nado. So tukapatana na finali. Ilikuwa Div 2 ndo Tiki wakapanda Div 1. Ndio sasa Tiki tukapanda nao Div 1 walitupiga 2-1. Na ndio tukapanda nao, wao wakaenda kama number 1, si tukaenda kama number 2. So kukuja hiyo ni 2017. First coaching yangu bila hata hizo manini my experience my papers nini, ndio hiyo team imekaga hapa imepanda. Umepandisha team. Ndio hiyo management ishakutrust. Imeni trust mbaya. So kuna coach Jojo Woko bado. So umetoa kila saa nilikuwa nampigia simu. Hebu nitumie training. Sasa hiyo saa niko Div1. Nitumie training nipige. Sasa pia saa zingine ananitumia saa zingine. Sasa kuna siku aliniambia, umejua naweza nikakutumia hizo ezi na hisi makosa ya timu yako, unaona? So hapa kuna kitu unafanya. So tutaorganize kama kutakuwa na hizi nini za coaching classes. Nitakwambia alafu uende. Nikamwambia basi coach, hiyo time ni assistant Bandari. So George akaniambia, wewe panga siku, ongea na management yako nikuje, nipeleke mavijana wako kidogo. Sasa nikapanga hivyo, akakuja wiki moja, akatrain mavijana, akalearn skills so akaambia management na huyu kijana pia anafaa kuenda class. Yo 2018 George akaniorganizia beginners coaching course Uganda. Nilifanya Jinja Technical Center hapo UG. First coaching yangu ya kwanza. Beginners hiyo. Nikafanya 1 week, nikarudi Kenya. Kurudi Kenya sikumaliza hata wiki. Chea Mwatata ananipigia simu. Mzaa akanipigia simu. Ati ni aje, umejua before alikuwa nichukue kama after hizo game nikienda kuumia alikuwa nichukue. Kuna mala alimwambia, unajua Malo yule kijana wa Mombasa sasa ameenda Somali. Kuna kijana Mdeli umejua alikuwa ananitambua tukiwa Yata mbaya. Tuliendaga trials KCB nikapiga kijana kiatu akaniambia tukie kwa opposite side mimi usinicheze hivyo. Sasa mala alikuwa ananitambua. Hata yeye ndiye alifanya nikaenda pia Mitungu. Na kina Maundu. I think unajua Maundi kijana kadogo kanajua bola. Pia alikujaga Mwatate. So hapo ndio nikaenda. Chea kuvutia. Chea kanivutia. Kaambia Chea bwana. Sasa hata sina fare. Umejua sasa nini pale na coach umepewa hata 1,000. Wachezaji wako wako njaa. Hii 1,000 umepewa, unapea pia wachezaji ka kitu, pia ubaki na kitu. Na pia tuna date na dem mwingine. So dem pia nataka apeleke aende nini salon. So nilianzaga academy by the way. Inaitwa Mitungu Juniors. So bila nilianza hiyo nini academy, at least wale mavijana unapata kuwa wamekuja na mayai. Wengine wameleta unga. Unaona? So hivyo ndio wife pia mwenye sahi na yeye akiwa girlfriend bado. Kwao si mbali ananipigia simu. Kujichukue githeri kwetu. Neno na dish. Si tunaenda rende ya wachezaji wengine hapo akina Cornell tuende. Tunaenda tunachukua githeri maybe viazi. Hivyo ndio life ilikuwa. Sasa nikapigiwa simu na Chea. Nataka kuje Mwatate.
Umejua kitu ya kwanza mtu ukitwa job ni kitu ya kwanza ni muangalie mambo na vile utalipwa, si kitu utaka. Mimi unadhani story ilikuwa gani? Tuma fair. Hiyo time Mwatate ilikuwa na pesa. Nani angetaka kuchezea Mwatate? Ama kucoach Mwatate? Hakuna. Chali tumado 3k. Imeingia. Omari sasa hapa sina bag ya kusafiri. Huko nimeambia wachezaji. Juu siku vile do iliingia. Mimi jioni sinafaa kutrain. Nikaambia wachezaji nimeenda Burial huko home. So si wachezaji nimedanganya juu walikuwa wamenipenda by the way. Sasa ningetaka niwaambie natoka na pia wako wanapata kakitu hiyo masaa ilingekuwa noma. So nikawadanganya tu nimeenda home na rudi. Nimeenda Burial. Sasa kitu ilikuwa noma. Secretary wangu anafanya kwa Imani coach. Ndio gari moja tu hapo Mitungu inaenda wapi? Coast. Sasa huyu jamani nitamwambiaje? Anaitwa Jako. Nikaenda nikamwambia Jako, nataka kwenda wapi? Coast, tangu wangu ni mgonjwa. Nataka kwenda Voi. Nimuone alafu nirudi. Doni pesa ngapi? Kaniambia hiyo time ilikuwa 1200. Sichali tuma 3k. Gari inatoka saa 9. Nilipanda gari hapo. Hiyo sasa nimekwambia sina bag. Wife naye pia ameenda. Baada akiwa girlfriend. Ameenda training ya Twiga Food. Ina deal na hizi mandizi, inachukua mandizi na kuja kuuza nini. Sasa ameenda training huko, anafaa kuajiriwa job. Pia mimi nafaa kuenda Mwatate na sina bag. Nikampigia. Unaweza kuwa na bag yoyote? Akaniambia, hebu niangalie. Iko wapi? Iko home. Na sasa hiyo wazazi wake wamejua, wanasikia fununu date Mjaluo. Mjaluo fulani kochari. Mjaluo, si hata kochari. Mjaluo. Na unajua tu hizi stories za kabila. So wale pia wataki aende kwa Mjaluo. Sasa akaniambia, acha nipigie Caesar alikuwa home, nimdanganye kuna rafiki yangu anataka kwenda mahali ampe hiyo bag. Bagi kafika, nikaeka vitu. Nafaa kwenda Voi. Saa 9. Nimepanda gari naenda Mwatate. Nilifika Mwatate kitu saa 10:30. Asubuhi hapo Caltex. Ama inaitwa ni Caltex. Caltex hapo. Pikipiki stage. Nikapata gari nyingine hizi Nissan. Nissan zilinieka na baridi inapiga hivi. Kitu 5 ama 5:30 gari imejaa. Nikafika Mwatate. Nikapigia Chea. Chea niambia ukiwa hapo nini panda na hiyo lami ukuje hii ndio home iko. Kuna kakiwanja utaona. Wewe ulifikia home? Ulienda home hiyo day? Sasa mimi naye sijui. Nikachukua hiyo njia ya kwenda Kenyatta. Sasa kaniko karibu kufika Kenyatta nikauliza jamaa. Mwatate wana train ya wapi? Huyu jamaa wa kwanza hatajui. Sasa nikaanza kusonga. Nikapigia Chea. Nimefika place inaitwa Kenyatta Second. Rudi nyuma umeenda sana, rudi hadi. Akatuma dadi, bro. Sasa kutuma dadi tukapatana naye hapa Malirora alikuwa anakaa kwa ile jamaa sijui anaitwa. Mwanyalo. Yule jamaa. Ndio dadi sasa akanichukua. Nikaenda kwa nyumba. Nimeingia pale saa 1:30. Jana ananiambia zoezi nafaa kuingia saa 2. Si Mwatate tulikuwa tuna train saa 2 pale Old Trafford, pale Taita Academy. Niko na usingizi lakini Bobby kayuko. Nimeenda kama assistant. Bobby baada yako UG. Chia akaniambia, "Enda uchukue hiyo nini leo." Kaenda nikapata timu. Kiwanja nimezoea kutrain kiwanja at least big. Hiyo kiwanja ni pale ni karibu 40-30 yards. Unataka kutrain. Wachezaji naye wako hivi. Nikapiga hiyo session nikaaja na kina Mandela. Mlikuwa na kina Victor? Victor baada hajakam. Tuko na kina Aswi, Muaswa, akina Joel, Mwazizi, akina Mandela, Sarai. Wakina Mwamburi wale. Na wale akina Waganda, so Waganda ndio walikuwa wengi hiyo timu. Sasa nikapiga zoezi yangu, nikarudi kwa nyumba. Tukakunywa chai. Tukakaa sasa. Chia akaniuliza. Sasa unaonaje? Kambia jamii sina story. Sasa kitu tutafanya
Najua madhe pia kwa hapa. Wewe unajua madhe ni kama sekwa nini? Sasa Chea niambia. Kwa sahii nataka nione kazi yako kwanza. Nitaanza kukupiga 6K kwa wiki. Mwatate tulikuwa tunalipwa wiki. On Saturday kitu imeingia. Watu waende soko wakanunue. Na kuna time nilikuwa nawalipa pia. Kuna time nilikuwa nawalipa. Kuna time pia wewe ndio unakuja na hizo forms. Sasa buda akaniambia 6. Wewe uko na uwezo wa kupinga na pale ulikuwa unapewa 2000 the whole week kama mwezi. Nikapigia wife. Nikamwambia huku napigwa 6K kwa wiki. Sema sawa wewe bado sukuma tu. Tukasukuma live hivyo, tukacheza hizo. Na sisi ilikuwa inatoka kweli. Ado ilikuwa inatoka. Matate kulikuwa na do. Sasa labda Chea atake delay nayo. Akuja hapo na unajua ng'ombe ukula kulingana na hapo ukisikia hiyo hakuna do. Ama nipigie simu. Baba kuja. Sasa watoto wametufanyia hiyo upate tumelose. Do haitoki. Atakuuliza baba. Tumewapea kila kitu. Kwa nini wamefanya hivi? Kwa nini tu lose game rahisi kama ile? Unajua coach acha nikwambie. Ng'ombe ukula kulingana na urefu. Hapo ukisikia mari hakuna do. Hata usiulize kama chai itatoka. Ukisikia msemo tu. Sasa wewe ukimaliza zoezi. Nipigie simu. Nataka kuwakuta. Wajue kwa nini wanifanyie hivi na vile natoa pesa kwa mzungu na tusiwa mimi. Unajua vile fadhali kuaga. Najua. Pia mimi nampigia. Jana nimemaliza zoezi. Anakuja na nini yake ile simu yake. Ya menu ndio unaona tu. Kwa nini tulipoteza game? Na mnataka niwalipe nini? Hata mimi mzungu atanilipa. Hakuna pesa. Na ni hivyo. Watu watajam nini lakini yeye amesema. Atarudi akae tena anipigie simu. Coach lakini itama vijana wakuje. Tunakutana pale kwake. Na mnakaa tu ujue sasa. Sawa tu lakini akona huruma. Akona huruma mbaya. Huyo jamaa alikuwa mfiti. Alikuwa mzazi, unaona? Ya kuachea alikuwa mzazi wa wale mavijana. Juu hata nikiingia Mwatate. Vita nilipigana nazo zilikuwa mbili. Kwanza Wakenya wapewe chance. Omari unajua umeka Mwatate kuniliko. Ile timu ilikuwa ya Waganda. Mkenya akiwa yeye ataingizwa tu afanye makosa kadogo uambiwe huyu haezi nilikwambia coach. Lakini Mganda atapewa chance bado ni mdogo. Hiyo ilikuwa vita ya kwanza. Vita ya pili ilikuwa mavijana tukimaliza tu zoezi wamefika kwa Chea. Hadi ujui unjo Chea wa team nini akina Joel nini. Pia hiyo nikatoa. Unaona? Kuna time hata ukienda kuona Chea ungepata tu ako free. Lakini kuna time ulipata Chea saa zote kuna wachezaji. Sure. Unaona? So ile respect pia kidogo ilikuwa. Juu wachezaji wanajua watafika tu kwa Chea hata wakifanya makosa pale. Sure. So hiyo ndio kitu nilisaidia Bobby. Kadi Bobby kakaniambia, "Coach unanisaidia." So ilifika time Sidi kiwa kwa team. Bobby kananiambia, "Endo ongea na Chea Kijaluo hii." Imekuwa noma. So hiyo ndio vita nilipigana Bobby alikuwa anaogopa kuluzi. Kiluzi tu anakaa mbali na Chea. Alafu Chea anakuja pale. Bongi. Time analipwa. Nakukata. Bobby kanalia pale. Chea sijatumia mama kitu, si hata wewe unajua nipata kitu. Nimesema nikufukuze ama utanini hapa. Bobby kakisikia anafukuzwa. Anatoka pole Chea mani. Nilikuwa najaribu tu pia. So mari tukapiga hiyo nini? Hiyo 6K inaingia, 6K ikiingia, naambia Chea nipe 1000. Hiyo 500 tumia wife. Hadi kuna siku Chea kaniuliza, "Kwani wewe unafanyiaga tu bibi kazi?" Nikamwambia Chea ni hivyo. So akinini ananipea 1000. Juu nimejua tayari uko na game weekend. Kuna allowance. Hii Mwatate si vitu si gari pale chakula unaona. So hii 1000 plus ile allowance ya game itani boost unaona. Na niko tu peke yangu. Nyumba Chea analipa. Sure. Ndio? Sasa ile 5 juu wife wangu sasa amepata job.
yake ilikuwa inaingia kwa account yake, so nilimwambia hii asiguza, afanye nini, hii yangu ndio ifanye kazi juu bado tuko wawili. Pale nilikuwa na mattress kadogo hivi nikianza life, so hizo zinaweza nunua life ya nini, mattress ya watu wanaweza kaa watu wawili at least, hivyo ndio saa life ikaanza. Tukasukuma nikiingia hiyo wiki nafaa kuenda kucheza Sport Pesa na FC kuota. Sasa hiyo ndio ilikuwa game ya kwangu, game ya kwanza kwangu kama coach pale. Unafaa kucheza na FC Kasarani pale ngoma saa 7 juu ilikuwa after sisi Gor waingie na Posta. Ndio wiki ulikuja? Hiyo wiki ndio nimekuja. Okay. Bobby kanafaa kukuja sijui Friday nini, so mimi ndio nilikuwa na hiyo team prepare team. Ni prepare team, nika prepare nini, tukatoka tukaenda kucheza Kasa. Bobby kamekama hiyo game tulijituma, mavijana walijituma, hata clip nadhani bado iko. Joel dakika sijui ngapi Owade hakuona kashapiga bao. Ai bao mapema 1-0. Tumekaziama jamaa. Mkodi wale FC kwa KPL. Wako KPL na wako na squad. Mzungu sijui alikuwa Osam, sijui alikuwa anaitwa nani yule coach Mbigi ana Stone Cold sijui nani yule. First half tuna lead 1-0. Tukakuja second half hatusongi, tumepark bus. Unajua kupark bus tunataka kuenda so tunawapata tuna hizo fast breaks, counter attacks hizo ndio tunawapata nazo. Kidogo sijui wakaanza kuchange ile squad sasa. Wakaleta kina Odera, kina Jafari. Wale sasa kidogo Odera amepiga bao dakika sijui zaidi 1-1. Tunakaza tumepata chance. Nani huyu kijana mdogo anaitwa nani? Lennox. Unamkumbuka? Tumemleta. Amepata 1-on-1. Sijui speed iko wapi. Tunakaza imeinuliwa, imebaki sijui added time 3 minutes. Tumecheza 2, sasa imebaki 1. Sure. Sijui low keeper Kauki sijui alikuwa Babadi alienda ku stretch hivi akaacha nani ataka hapa ndani dakika mwisho. Na tumejua tunaenda pena, na pena nilijua tungeenda, tulikuwa tunatoa AFC. Sasa tukarudi ile game tulipiga, tulijua sasa DV1 na hakuna timu itatufuga. Tukakuja Nairobi kucheza na Savannah, walikuwa wanacheza hapa Blue Triangle. Savannah wakatupiga 1-0. Sasa ndio huyo jam. Yaani mpige FC hivyo, commentator waseme hii team in the next 5 years watakuwa premier. Alafu napigwa na team iko last. Hiyo time Savannah wako last. Ikakuwa noma, tukarudi Mwatate. Tukatrain hiyo season tukamaliza number 2 DV1. Si number 1 anapromotiwa direct, si tunaenda playoffs. Nani alikuwa number 1 hiyo time yetu tukimaliza number 2 na team hapo? So si tukaenda number 2, game inapigwa Kasa tena playoffs. Napiga na Shabana Tore Bombe. Sasa Fortune ndio alikuwa number 1. Fortune ndio alikuwa number 1 na walituibia huko. Kwanza hiyo story ya Fortune ilikuwa noma sana. Tumeenda Fortune Kirinyaga. Wale si wanaramia watu. Tunapiga bao inatolewa. Wakapewa pena nyingine hapo wakatufunga. Pia si tukapewa pena. Kawa na lead 2-0. Tukapewa pena. Si pena tulisema ni Roro ama Waswa atapiga pena. Hata hiyo kusema ilitusaidia. Tukapata pena. Geoffrey Law ama Godfrey Law, yule keeper. Yachie hiyo. Akakuja akachukua. Alafu wale mavijana walikuwa namuogopa. Juu alikuwa amecheza kidogo na kina Waswa wale ni wapole. Wakamwachia. Over the bar. Lakini leo alitupeana. Chia sasa na sisi. Mara ya kwanza kuona Chia machozi imetoka. Yule jamaa alikuwa anapenda ball. Sure. Chia amejam. Akatuita. Coaches mnanifanyia nini? Mnanifanyia nini? Hamtaki niende NSL. Na vile natumia pesa mingi, mzungu ananitusi. Nani aliambia Loa achukue penalty?
Bobby ndio huyo. Kiasi tulisema Roro ama Waswa chukua. Na kwa nini Lo akachukua? Ikabidi captain aitwe. Roro na Waswa ndio walikuwa kapi. Inabidi Waswa ufanye nini? Akaulizwa Waswa nani alikuwa achukue penalty? Ni mimi ama Roro. Na kwa nini Lo alituambia tuache? Tukikuja hiyo story tumemaliza, tumekuja Mlolongo. Ilikuwa tu tukitoka game za Nairobi wachezaji lazima Mlolongo. Ya hapa hatungepita. After game. After kukula sapa. Kiasa tunafika Voi hivi tunaenda. Akatuita. Coaches mnaonaje? Kwa nini Lo ananifanyia hivi? Na mimi namlipa, niko na deni yake. Na kwa nini amenifanyia hivi? Mliitie Lo. Siali, tuliita Lo akauliza Lo, tuko na pesa yako ngapi? Kwa hii team ndio unifanyie ile kitu umenifanyia Kenya. Akasema, so fanya hivi. Tukifika tu hivi, chukua vitu zako, rudi Mombasa. Na nikikuona hapo, utalala ndani. Si hivyo ndio Lo alitoka Mwatate? Hivyo ndio alitoka. Hivyo ndio alitoka. So tukaenda, tukamaliza hiyo season hivyo tukarudi. Nani wanataka kuuza slot? Modern Coast, yeah. So tukaenda game ya kwanza, I think Bobby kako Mombasa. Nini? Ako Uganda. Yeah. Chaka nitumia fare. Fixtures imetoka. Next weekend tunafaa kwenda kucheza na Thika. Hiyo Thika sasa hiyo wamerelegatiwa. Yeah. Game ya kwanza ni Modern Coast versus Thika. Hapo Serani. Yeah. Ilikuwa Thika ama Green Commandos? Green Commandos, sorry. Thika ilikuwa ya pili. Yeah. Green Commandos. Nafaa kucheza na Green Commandos hapo nini? Serani. Nika train team. Last training nani akakuja? Bobby akakuja. Tukapiga hapo. Kuna kiwanja kingine Mombasa hapo tulitrainia. So tukapiga hiyo nini, nikataja squad, Bobby akakuwa. Hata hiyo nini mimi ndio nilikuwa touchline hiyo NSL hiyo game. So tulikuwa na wachezaji wengi by the way wa Modern juu wao walikuwa na license. So wetu hawakuwa tumewaingiza kwa system pale. Kwa kina Ochola kina nani huyu Daddy. Walikuwa wachezaji wazuri. Kuna kipa mwingine mbonge alikuwa na sijui anaitwa nani ndiye alikuwa post. So hapo tukapiga first half na lead 1-0. Lakini juu tulitrend dakika kidogo wale jamaa wakakuja wakatuwai na gas sasa pale. Sure. Second half wakatupiga 1-0. 2-1. Tukarudi Mwatate. Next week tunafaa kwenda Thika kucheza na Thika. So tunafaa kwenda Thika na tunanunua hii slot. Wale jamaa wanaamua bado tunacheza na jezi zao imeandikwa Modern Coast. Basi wanatuma kutoka Mombasa tuchukue Voi. Sasa si che ajue vile Nikamwambia Bobby, hao watu nikawa natucheza. Hao watu wataki kulipa hii slot. Labda wanataka che alipe nini? Slot. Alipe hiyo nini ya kucheza alafu watutoke. Na wakitutoka tutakuwa tumelose pia hii slot ya DV1. Nikaenda kwa Chea. Chea akakubali, nikamwambia Chea tuende game. Hakuna vile wale jamaa wanataka tutumie jezi zao na Lilian anasema wanatuuzia slot. Hii hatuwezi, hatuendi game. Na bado wanapiga simu, tutakutana wapi? Nikamwambia Chea ambia watu hatuendi. Na hivyo ndio hatukuenda, wakapeana walkover na hivyo ndio tukarudi DV1. So tukirudi DV1 hiyo season 2019 Bobby kakapata nafasi ya kuenda St. Anthony. So kuenda St. Anthony mimi sasa ndio nikabaki pale. Tulicheza game kidogo alafu akaenda. So Chaka niambia chukua hii head coach kwanza. Bobby ameenda. But atakuwa nakuja kukuguide. Umejua mimi ndio mdogo vile umesema. I think mimi ndio nilikuwa coach mdogo Kenya mzima. Sasa ndio makoches wadogo wanaingia. Mimi hiyo time makochi walikuwa sijui 40 huko. Mimi sasa hiyo niko 25 years. Ndio nimeingia coaching sasa. So Bobby Chaka niambia Bobby atakuwa nakuja kukusaidia na pia sisi tutasaidiana. Nikasukuma team
nilienda 15 games unbeaten. Nakumbuka. Game ya 16th ndio nilifungwa na Nunguni Na uko hapo kwao. Uko nafunga 1-0. 1-0 na game hiyo. Na game imeisha. Si bora point 30. So, tukaenda Nunguni ndio tulipigwa 1-0, lakini chances tulikosa. Watu wakaanza kubelieve zile vitu za naona tu mvua iko hapo na ipigi hapo ni Ukambani. Hapo ni Ukambani. So pia I think hizo vitu ingia watu kichwa. Sure. So vile tulitoka huko nikaenda bado nikasukuma team tukamaliza number 3. Tuliachwa na point 2 na ligi ndogo. Hiyo time Murang'a Silva walimaliza number 1 na 66. Sure. Nani walikuwa na 65 points ligi ndogo. Sisi tulikuwa na 63. Sure. Walituacha na 2. So kufika hapo nikapata deal. Ligi ilikuwa after game yetu na Nunguni tulicheza nao kwao. So yule Paul Sonko wa Nunguni akaniambia nataka kukuja na nakuahidi kitu poa. Sasa mimi naye nikaona yenyewe kitu nimeahidiwa pale iko juu kuliko. Sasa pia mimi nikaenda kuingiza chair box. Nikamwambia umejua tulikuwa tunaitana baba nini? Ungenipata chair kiniita coach by the way. Na hata mimi kumuita. Funny enough. Hiyo siku coach akija kuingiza chair box nilikuwa. Ulikuwa hiyo siku? I think alikwambia nikamwambia chair sasa. Yenyewe mimi ni mtoto wako na umenisaidia but team ni kubwa kuliko kila mtu hapa. Akaniambia kweli team ni kubwa. Sasa mimi nilikuwa naona acha nitoke niende wapi? Niende Nunguni alafu mimi nilete coach mwingine hapa mwenye atafanya timu ipande wapi? Ipande juu. Chaka niambia hapana, wewe ni kijana wangu. Next season bado wewe ndio uko wapi? Uko hapa. Mimi bado nimekazana. Akaniambia basi wewe juu Che alikuwa rafiki wa wife sana. By the way vile tulikuwa tunafanya job ilirudi pia ikakani kama Che anakaa kama babangu hata. Sure. So Che akaniambia wewe ndio ukae na wife juu tulikuwa tuna break. Then utaniambia. Kumbe nikiwa kwa gari Che amepigia wife. Akamwambia usikubali. Kocha toke. Sasa nikifika pale wife amejam. Hakuna mahali unaenda. Wewe unabaki. Unajua mahali Che amekutoa? By the way Che alinitoa mbali. Sure. Che ndiye alinichange life. True. Sasa hapo Che nini wife akajam. Na mimi naye nimeamua juu hii pressure ya do naona wife anapata do mob kuniliko. Sasa nataka tukaongea na nani tukamalizana na Che. Nikamwambia kuna coach nitakutafutia. Sure. Kidogo nani nika resign sasa Mwatate. Yule Paul akaenda Austria juu huko ndio kuwa akaniambia sasa tulimalizana mambo vile tutalipana so ni akirudi tujue vile tunapanga team season ikitaka kuanza. Si jamaa akaenda 2 weeks leave. Mimi nikabaki Kenya. Kidogo jamaa akatuma message asubuhi kubwa. Jamaa ameacha kusponsor team. You count ya Makueni na msumbua. Sure. Unasema stress. Sasa hiyo tayari coach ni Wanjala tayari anaenda wapi? Anaenda Mwatate. So hakuna vile naweza enda pale. Nakwambia nilikuwa na nini Facebook hivi. Kila timu nikipata naomba job. Nakumbuka nikapigia Strath. Huyu Weche. Akaniambia ngoja unge na admin tuone kama na nafasi. Ligi ndogo. Nikawapigia, akaniambia ngoja. Nikakaa, stress ndio hii. Uko na mtoto mdogo. Sasa nitakuwa na ngoja wife ndiye anaenda job mimi niko kwa nyumba. Kidogo jamaa kanipigia simu. Akaniambia sasa coach nimeamua acha nisaidie team tu kidogo. Aliniambia kwanza mimi atakuwa ananilipa nusu ya ile kitu ya agree. Hadi ile siku nitapata ndio ndiye ameniharibia job huko. Sure. Nikasema sawa. Erio kuliko hauna nini. Na pia nikakuja nikakaa nikajiuliza mimi ni mdogo. Na hii football coaching inataka ukue pale. Sure. Nikasema sasa nitakuwa nakaa kwa nyumba ya nalipo. Lakini experience pia bado sina. Inafaa nikue kwa hiyo industry tu nikae. Sasa nikakaa first month akatuma do. So ligi nataka kuanza.
sijaona akiuza slot. Nunguni hawajauza slot DV1, na Paul pia amerudi Kenya. Nikapigia kuna jamaa anaitwa Kusi, alikuwa TM hapo Nunguni. Nikamwambia si uonge na Paul kama anaweza tusaidia tu vile wachezaji watakula na hizo games kuenda na kulipa hizo nini logistics za game. Wakaongea na nani hivyo. Okusi akaniambia tumeongea na Paul, amesema acha atanipigia simu. Kama imebaki 1 week tuende ligi anze, tunaona fixture imetoka. Nunguni wanacheza na Naivas. Okay. Na sasa hiyo Naivas wamepiga ma pre-season build up mingi. Wako vizuri. Na wana perform wako vizuri. Sasa mimi napigiwa simu imebaki wiki moja. Sijajua wachezaji pale Nunguni. Wengine wameenda juu hakuna. Paul alinitumia enda Nunguni. Enda utengeneze timu. Ikabidi niende. Nikatengeneza timu hiyo wiki. Naivas wakakama. Tukapiga draw. Okay. Tukapiga draw ya 1-1. Next game tunafaa kucheza na Liberty. Mwatate wanacheza na hii Naivas. Mvua ilipiga hiyo siku saa 3 juu nilimaliza zoezi Nunguni ya asubuhi ndio niende nione Mwatate na nani pale. City wakipigana na Naivas. Mvua ilipiga. Nakumbuka. Na Mwatate wakawin 1-0. Yote malo akiwa nini Naivas. Okay. So mvua ikapiga na Mwatate wakawin 1-0. Yote tuko na Kitindi Felix. Ndio hao Roro. Okay. Sasa hiyo ikapigwa. Mimi nikaenda Meru juu nafaa kucheza Monday. Nini li change. So nitoke Monday tena juu familia yangu iko Meru. Nikiwa kwa nini hapa napigiwa simu Sunday usiku. Asubuhi bado niko kwa kitanda na UTM. Ati Matchcom wanauliza tumefika wapi. Kumbe yule TM alisoma email vibaya. Ni time tu ili change lakini si siku. Bado game ni Sunday. Sure. Sasa kupiga hesabu wachezaji ni saa 2 wananipigia simu, wachezaji wako hapa Nunguni. Kutoka Nunguni hadi ni 3 hours. Hadi hapa Nairobi. Nikamwambia acha nipigie jamaa wa Liberty. Nilikuwa na namba ya huyo jamaa wa Liberty. Akaniambia coach itakuwa ngumu, hata si tungependa tucheze. Sure. But sasa tumebuki kiwanja na wewe unaelewa viwanja za Nairobi. Sasa kuna vile inaweza cheza hiyo nini. So hapo ndio hiyo game ilienda. Nunguni pia shida zikawa mingi. Mimi nalipwa sawa. Yaani month huyo jamaa alikuwa ananilipa. Okay. Lakini sawa ukiona wachezaji vile wanasafo mari, nikasema enough is enough, acha mimi nitoke. Nini. Wachezaji ndio watainua jina ya coach. Okay. Lakini kama feel nini poa, hawakai poa, then hata ile result itakuwa mbaya. Mimi nikatoka. Nikaenda kuna huyu principal alikuwa principal wangu Kadungi. Akanipigia simu. Akaniambia, "Alvin nataka kukuje usaidie timu yangu." Nataka kukuje usaidie timu yangu. So hapo ndio nikaenda, corona ndio hiyo ikaingia. Wakasema sports hakuna. Mizangu Meru. Nikakaa Meru, nilidhani tu corona ni kitu ya 2 weeks. Nikakaa wife anaenda job, mimi niko hapa na mfanyikazi na mtoi. Home tu? Niko tu home. Hakuna games yote. Hakuna games, utaenda wapi? Hakuna gathering yoyote hapo. So nikakaa home karibu 2 months, nikaambia wife hapana. Hii life sasa siwezi kaa kwa nyumba. Kuna savings tulikuwa nazo. Unaweza fungua M-Pesa hapo. Nilijua M-Pesa iko na do, iko na do but kuna sasa vile niliita huyu jamaa akinifunza vile M-Pesa watu wanaibiwa nini. Sasa na hii nyumba kubwa unapanga kufanya tu M-Pesa peke. Kaambia hiyo ndio nilikuwa naona kwanza. Alafu with the time ni hizi mambo za boutique. Sure. Hiyo ndio ilikuwa kwa akili. Kaniambia but watu wanapita hapa na hizi vitu za kujenga. Naona hata ukianza hardware na vile hii nyumba inakaa iko sawa. Mimi nilijua kuanza hardware lazima uwe na milioni. Ndio ishike nini. Sasa pia mimi nikaona hii 1 month nikakaa. Na hiyo M-Pesa ikaleta commission pia poa iko ambayo ililipa mfanyikazi na pia ikalipa rent. Nikasema hebu nijaribu. History huu jamaa aliniambia. Meru unajua ni watu wanalima sana. So nikaambia wife tulete pipes hizi za nusu na 3/4 hizi PVC, tukaleta mabati na tukaleta hizo vitu zingine.
zingine kidogo kidogo tu hivi. I think hiyo ndio ilini sustain time ya corona. Nikajuana na jamaa mwingine. Sasa nikaanza kucoach timu hapo tu place inaitwa Gitie. Okay. So natoka wife pia job ikasimama kidogo. Saa nikamwambia wewe fanya hivi vile pia wewe uendi job. Ikifika 5 kuja pale kwa duka, mimi niende ni train tu wale mavijana pale Gitie. Nikawa train karibu wiki 2. Kuna friendly wakapata hapo, wanacheza na timu nyingine inaitwa Outliers. Sponsor wao alikuwa anafanya hiyo time hapa National Bank. Okay. Wakakuja tukawapiga 6. Huyo jamaa akanipigia simu, sijui nani alimpea namba yangu. Ati coach nataka niinue ama vijana wa home. Hii academy nimeanza ndio hapo Imenti Central tukue si ndio tu na nini kiball. Tunajulikana kiball. Akaniambia sasa na nimeona uko na team poa na nimesikia pia fununu umekuwa hizi league za juu. Sure. So sijui tutalipana aje. Tukaongea akakubali tuanze na 4 days. So nikaanza na nitumia fare naenda pale juu ilikuwa mbali kidogo na place nakaa. Nikapiga hiyo nini kidogo corona ikamalizika. I think alinisaidia. Nikiwa tu hapa kwa duka 2021 jamaa akanipigia simu. Coach ni aje? Naitwa Vincent Kimeu. Mimi ni secretary pale Dumen Orange na inacheza DV1. Sasa hiyo wamepigwa. Ai walikuwa wanapigwa sana ndio wamepanda hiyo DV1. Okay. Wamepigwa kila game wakienda wanapigwa. Akaniambia nataka timu huko sasa mpaka hadi sasa. Okay. Sasa hiyo team nikatoka. Sasa nikawasukuma DV1 na ilikuwa ngumu nini. Juu nilienda kai imebaki 10 matches. Na kwa hizo 10 matches walikuwa wamebaki na game 2 home. Hizo zingine ni away. Sasa ilikuwa ngumu. Alafu kuna vitu zingine pia apart from football kuna mentality ya wachezaji wengine pale ilikuwa mbaya. Alafu pia hiyo time unajua ni timu ya Maua. Sure. Wachezaji unaanza zoezi 5:45 juu wametoka pale job wamechoka. Sure. So nikawasukuma hadi last year September. Nimemaliza 2 seasons hapo. Si walirelegatiwa DV1 nikaenda hiyo DV2. Nikapiga nao season yako nini hiyo ya kwanza. Nilimaliza sijui number 4. Hiyo next season 2023 nikawasukuma tukamaliza number 2. Tukaenda Wasco walimaliza number 1. Okay. Mimi nikamaliza number 2. Different ya sijui 1 point. Okay. So tukaenda Mombasa. Kwenda Mombasa mimi nikapiga na Omax. Okay. Alafu Wasco wakapiga na Simba Apparel. So Max wakanipiga ilikuwa 2-0. Mini league. Okay. Akanipiga 2-0. Alafu Apparel wakapiga Wasco. So si hatukurudi DV1. But nikasukuma sana nikaachia hapo. Ndio hii September nikapata deal ya Kapa. Okay. So sasa niko hapa Kapa. Na first week pia vile nimejoin first month nimebeba Bingwa Fest. Wow. Na Kapa FC. Ilipigwa hapa Macha. So okay. Tunangoja national sinapigwa countrywide. So sasa wako Mombasa I think ndio wanamaliza hii Sunday. Okay. Wanabaki na Nairobi alafu ndio watuite. So kila timu yenye na win region hizo wanatumia hizi nini za kitambo, provi za kitambo. Okay. So timu itamaliza hapo wata represent hizo ma teams national. So si tuta represent nini? Naitwa Eastern. Kwa hizo games. Wow. Na pia sasa hii ligi iko on. Okay. Hii weekend niko na Dunga inatoka Meru. Okay. Sasa nimecheza game 6. Okay. Nimewin 5, nimedraw 1. That's so good. Mimi ndio niko juu sana. That's good. So mkipita nambani unapanda unaenda playoffs 10. Okay. Iligawiwa mara 2. Okay. So tuko na Mombasa zone A, si tuko zone B. So 1 na 2 zone A wanakutana na zone B. Zone ya Mombasa pale wanapiga 1 na 2 but imepelekwa Kwale hii round. Okay. Coach, thank you bana kwa kuwa na sisi. Story yako imekuwa so inspiring. Just from ukiwa unaanza ukakuwa player ukakuja ukakuwa coach na sasa unafanya vizuri by the way. Have your flowers. Tumekuwa nao Manchester United ukifanya poa pia. So tunakukaribisha tena. Asante. Ukienda main league ukikuja tena hapo tupige story venye imekuwa na everything. So anything unataka kuambia kuna watu wanakuangalia hapo wanakujua wamesikia story yako inspiring. Anything unaweza ambia mashabiki zako?
Sasa before niongee na mashabiki wangu, acha ni thank pia hii Kenya Football Dialogue kwa kazi mnafanya na muendelee hivi. I think unaanzia chini ukienda juu. Shukrani. Na msikufe moyo. Mimi hiyo ndio kitu na believe kwa hii life. Sure. Anza ndogo ndogo, Mungu yuko. Sure. Mimi nasemaga ukitoka nje leo, hata ufungue pale kibanda, hautatoka bure. True. Kuna kitu utarudi nao home. Kweli. Inaweza kuwa journey tough, but with time utaenjoy hii kitu umeanza. Na nimependa hii crew imekuwa nini poa. Kwa wachezaji na mafans wangu, mimi believe kwa hard work. Na mimi nasemaga ni Mungu. Sure. Kama si Mungu singekuwa hapa. True. Na friends pia. I think mali niko ukisikia nikisetaja chairman. Sure. Wao ndio watu wenye wamefanya niko hapa kulikata familia. Kweli. So mi value friends na mafans wangu pia wenye wamekaa na mimi. Sasa niko na 9 years kwa coaching. Nilianza nikiwa na 24 years. Sasa nimefika hiyo age nimefika. Na bado mimi Omari sijaifukuzwa coaching. Ile support napata ati nimefukuzwa kwa club hapana. So waendelee kunisupport na kuniombea, na nasemaga hata naambiaga wachezaji tusikuje kubomoana, acha tujengane. Kweli kabisa. Hiyo ndio kitu. Asanteni sana kwa